ya yote, asante wanachuo. Awali ya wote, niruhusuni nami niungane na walionitangulia kumshukuru Mungu tujalia salama kwenye safari yetu na kutufikisha salama hapa Mchinga. Ndugu zangu wana Mchinga, na furaha kubwa kuwa nanyi leo. Nakumbuka ziara yangu ya mwisho ndani ya jimbo la Mchinga, nadhani ilikuwa 2023. Nilifanya ziara ya kikazi na nikajionea yanayoendelea ndani ya jimbo. Lakini niseme mapokezi ya leo ni mapokezi makubwa mno wana Mchinga. Asanteni sana. Na hii inathibitisha upendo wenu kwa Chama cha Mapinduzi, lakini upendo wenu kwa viongozi wenu wana Mchinga. Asante sana. Lakini kwa upande mwingine, Mama Salma anapokea salamu za kakaangu Rais mstaafu kwamba angekuwa hapa, lakini hata mimi aliniaga, anakwenda nje kwa shughuli za kikazi. Ndugu wananchi, baada ya kutekeleza kwa mafanikio makubwa ilani ya mwaka 2025, tumerejea kwenu wana Mchinga kuomba ridhaa. Mtupe ridhaa yenu twende tukatekeleze ilani tuliyoileta kwenu ya mwaka 2025-2030. Na sina wasiwasi na Lindi kwa ujumla kama mkoa, lakini sina wasiwasi na jimbo hili la Mchinga. Najua mkoa wa Lindi umewasha zote, umezima zote, umewasha. Kwa hiyo Mchinga nanyi na hakika mmezima zote na mmewasha kijani. Ndugu zangu, nisimame na pongezi nyingi kwa jimbo hili. Mheshimiwa mgombea Mama Salma ameyasema yote. Amesema hali ilivyokuwa kabla na sasa ilivyo kwa sasa ndani ilivyo hali ya jimbo hili. Ameyasema yote kwa urefu. Nataka niungane naye kwenye haya maendeleo, lakini pia nitoe ahadi kwamba mkitupa ridhaa zenu kuendesha nchi hii kwa miaka 5 ijayo, tunakwenda kukamilisha yale tuliyoyaanza, lakini na kuendeleza yale ambayo hatujayaanza lakini yamo kwenye ilani ya uchaguzi. Niseme tu kwamba kwa upande wa maji, tunajua kazi nzuri iliyofanyika kwenye awamu ya kwanza, lakini mradi ule una awamu ya pili ambao unakwenda kufaidisha vijiji vingine 10 vya Mchinga ambavyo bado havijapata maji. Lengo letu ni kuona kila mwanamchinga anafaidika na maji safi na salama. Hilo ndio lengo letu. Kwa tutaendelea, kama sio mradi ule ni kuchimba visima na kuhakikisha tunapata maji mengi ili wanamchinga mfaidike na maji safi na salama. Lakini upande mwingine, kwa upande wa kilimo, tutaendelea na ruzuku za pembejeo. Tutaleta salfa bure, dawa za kuua wadudu bure, lakini dawa za ugonjwa wa blight pia bure, ili mikorosho ilimwe, ipuliziwe na korosho zizaliwe nyingi. Ndugu zangu, tunafanya hivyo ili kujenga uwezo wa mkulima. Tungemtaka mkulima afanye kila kitu mwenyewe, mazao yanayopatikana sasa yasingepatikana, kwa sababu mashamba yale yasingekuwa yanapewa huduma inayostahili. Kwa hiyo tunatoa ruzuku ili wakulima wapate kuhudumia mashamba vizuri, korosho izaliwe, fedha ingie nyingi, ili huko mbele muweze kusimama kwa miguu yenu. Lakini kwa kipindi hicho tutaendelea na ruzuku za dawa, pembejeo na yote yanayotakiwa. Lakini mbali ya hayo, tunaendelea pia kuhangaika kutafuta masoko yenye bei kubwa. Tunaendelea, na uzuri ni kwamba mfumo wa stakabadhi ghalani umefanya kazi nzuri sana. Ni mfumo ambao ulikuwa mzito kukubalika,
lakini ulipokubalika umefanya kazi nzuri sana. Nataka niwahakikishieni kinacholetwa na serikali yenu mjue kina manufaa. Tukubalieni tukifanyie kazi. Lakini pamoja na hayo tumeimarisha vyama vya ushirika. Vyama vya ushirika sasa vimeimarika. Na nataka niseme pongezi kwa vyama vya ushirika. Katika kampeni hii vyama vya ushirika vimechangia fedha za kampeni hii na zimekwenda kwenye mikoa yao. Mkoa wa Lindi hapa una fungu, mkoa wa Mtwara, mkoa wa Pwani, ile mikoa inayozalisha korosho, vyama vya ushirika vimepeleka fedha. Mwenyekiti, kama haijafika itafika, na hiyo ni fedha ya kuendesha kampeni hii. Hawakutaka kutia kwenye mfuko mkubwa wa chama, walisema wanapeleka kwenye mikoa ambako korosho inazaliwa. Kwa hiyo fedha ipo, itakuja na chama kitasimamia matumizi yake. Kwa hiyo niwapongeze sana, na ahadi yetu ni kwamba tutaendelea, lakini pia tunatoa huduma za kitaalamu, huduma za ugani. Tumetoa huduma za ugani, tumewezesha maafisa ugani ili waweze kufuatilia vilimo vyetu vyote. Pamoja na hayo, amesema vyema Mama Salma kwamba tumeleta bilioni 30 milioni 300 kutekeleza miradi miwili ya umwagiliaji katika bonde la Kinyope, Rutamba na Kilangala. Kwa awamu, tutakwenda kwa awamu. Lengo letu kuwafanya wakulima wazalishe mara 2 kwa mwaka. Sasa hivi Tanzania hakuna mazao maalum kwa biashara na mazao maalum kwa chakula. Mazao ya chakula sasa yamekuwa mazao ya biashara pia. Tunalisha jirani zetu. Huko nyuma mbaazi ilikuwa mboga hapa Lindi, lakini leo mbaazi ni zao la biashara na linaingia kwenye stakabadhi ya ghala na linaleta bei nzuri. Kwa hiyo tutaendelea kufanya kilimo cha kumwagilia ili watu wazalishe mara 2 kwa mwaka, kwa sababu hata mpunga sasa ni zao la biashara. Mpunga wetu Tanzania, huko Uganda, huko nchi nyingi na Afrika Mashariki, Kenya, hata nje Ulaya, mpunga wa Tanzania, mchele wa Tanzania huko kule. Kwa tutaendelea kusimamia sekta hii ya kilimo. Zaidi ya hapo, kwa sababu tutazalisha sana, tunazalisha sana, lazima Mchinga muwe na soko kubwa zuri linalotambulika. Kwa tunakuja kujenga soko ambalo pia litakuwa na huduma za kuhudumia mazao ya mboga mboga. Kwa sababu imani yetu ni kwamba tutakapomaliza skimu za umwagiliaji maji, tutawafundisha wakulima walime pia mazao ya mboga mboga ambayo nayo yanakwenda nje ya mipaka yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tutakuja kuweka hilo soko. Kwenye mifugo kule kwenye maeneo ya Kitomanga na Mipingo nako ruzuku ya chanjo kwa mifugo yetu. Lakini kwenye ruzuku ya chanjo sio Kitomanga na Mipingo peke yake. Maeneo yote yenye ng'ombe tumesema tunatoa ruzuku ya chanjo. Kama chanjo ile inalipiwa 20,000, wewe utatoa 10, serikali inatoa 10. Kama ni 30,000, utatoa 15, serikali 15. Lakini kwa upande wa kuku, chanjo zote ni bure. Ni bure. Twende tukachanje mifugo yetu. Na madhumuni ya kuchanja ni nini? Kwa muda mrefu tulikuwa tunahangaika kutafuta soko kwenye masoko ya dunia. Lakini Tanzania hatukuwemo kwenye listi, kwenye orodha ya nchi zinazochanja mifugo yao. Kwa hiyo hali ya afya mifugo yetu haikuwa inatambulikana. Sasa tumetoa ruzuku ya chanjo, mifugo yote Tanzania ichinjwe ili tuweze kuingia kwenye soko la kimataifa. Kwa hiyo huko nako tunakwenda kutoa ruzuku, lakini pia kujenga majosho na machinjio yaliyo bora ili nyama yetu iwe na viwango na iweze kukubalika kokote kule ambako wafanya biashara watapata masoko. Nigusie kwa upande wa uvuvi. Huku nako serikali inafanya jitihada, na huku tulitoa mikopo ya boti za kisasa za uvuvi
zenye thamani ya milioni 712, lakini kazi inaendelea. Awamu ijayo tutaendelea kutoa boti na vifaa vya uvuvi ili wavuvi wetu wavue vizuri zaidi. Kwenye upande wa afya, kazi ni ile ile, kasi ni ile ile. Kwa maeneo ambayo hayajapata vituo vya afya, tafanya vituo vya afya, lakini kwa mkoa wa Lindi tumejitahidi kwa upande wa afya, huduma zote zinamalizika hapa, hata zile za kibingwa, kwa sababu kuna hospitali kubwa ya rufaa. Ndio mwenyekiti? Kuna hospitali kubwa ya rufaa ambao huduma zote zitamalizika ndani ya mkoa, na yale makubwa sana ndio yatakwenda Muhimbili au maeneo mengine, lakini huduma za kibingwa zitapatikana hapa. Na kwa bahati nzuri jirani zenu Mtwara pia watapata huduma za kibingwa. Kwa ukanda huu wa kusini mambo ya afya yako vizuri sana. Kwa tutaendelea na kasi ile ile. Ombi la watumishi kama nilivyosema wakati nazindua kampeni kwamba tutakapoingia ndani ya siku 100 zile taajiri wataalamu 500,000 kwenye sekta ya afya, na hao wakati wa kufanya mgao bila shaka Lindi na wenyewe watasogezwa. Kwa upande wa elimu tunaendelea na kasi ile ile, jenga mashule za msingi na sekondari, na hii ni kwa sababu watoto alhamdulillah tunao wengi, Mungu atuwekee, wanakuwa wanahitaji elimu, wanahitaji huduma za afya. Kwa hiyo kasi ni ile ile. Katika awamu ya pili, awamu ya 6, kasi ni ile ile. Pamoja na ombi la kujenga nyumba za walimu, huu ndio mradi tunaokwenda nao awamu yetu ya pili, mkitupa ridhaa yenu. Lakini niwapongeze Mchinga kwa kuwa ndio eneo lililochaguliwa kuwa na shule maalumu ya mchepuo wa sayansi kwa wasichana. Hongereni sana. Nimekwenda nimeiona shule, nimeona wasichana wako pale, changamoto ndogo walizokuwa nazo tumeziondoa. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba wataendelea kusoma vizuri. Lakini pia tumeleta shule ya amali, shule ya Dr. Jakaya Kikwete katika kata ya Nangaru, imefikia 70% ujenzi wake. Tutaimaliza, vijana wetu wasome pale, wapate ujuzi, wajiajiri au kuajiriwa. CCM oye! Hiyo ndiyo CCM. Hatusemi kutoka ndotoni, na tukisema tunatekeleza. Kwa upande wa umeme, mama amesema vizuri, vile vitongoji 32 vilivyobaki wakandarasi wako kule, kazi inaendelea. Hii ni pamoja na ajenda yetu au ajenda ya rais ya nishati safi ya kupikia. Ni imani yetu kwamba vijiji na vitongoji vyote vikipata umeme, tutapunguza matumizi ya kuni, tutapunguza kukata msitu wetu au misitu yetu, tutatumia gesi au tutatumia umeme, tufanye mapishi yetu na tuiache misitu ipumue kidogo ili hali ya hewa ijirudishe ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo tutaendelea na kasi ile ile. Kwenye upande wa 10% kwa makundi matatu yale, ni wapongeze kwa kazi iliyofanyika, na mama hapa ameomba tuongeze kiwango, lakini nataka kusema kuongezaji wa kiwango inategemea makusanyo ya halmashauri. Sasa kila wanamchinga mkifanya vizuri, wilaya hii ikifanya vizuri, ndio mgao unapanda. Kizalisha korosho vizuri, mkiuza tani nyingi, mapato yanayokusanywa, ndio mgao unapanda. Ule mgao hautoki serikalini moja kwa moja, serikali kuu kuja halmashauri, ni mapato ya ndani ya halmashauri. Ni waombe wanamchinga, tujitume, tuzalishe. Wanaofanya biashara wafanye biashara vizuri, walipe kodi zetu, halmashauri ikusanye ili mapato haya na yenyewe yakue vizuri. Ndugu zangu, kwenye mafanikio au safari ya maendeleo inaanza moja halafu tunaendelea. Huwa haisiti. Hakuna awamu ambayo inamaliza kazi zote za maendeleo. Tunaweza tukamaliza shida ya maji Tanzania, lakini hatutasita kuhudumia wananchi, kutoa maji, kufanya maboresho,
ukarabati kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo kazi ni ya kawaida. Safari ya maendeleo ni inaendelea kama jina lake, maendeleo inaendelea. Kwa maana hiyo ninatambua mahitaji ya miundombinu ikiwemo ukarabati wa maboresho ya barabara, na ninawaahidi kuziboresha barabara zilizoainishwa kwenye ilani yetu ya uchaguzi, ikiwemo barabara ya Milola mpaka Kiwawa na barabara zote nyingine tulizozionyesha kwenye ilani ya uchaguzi zitajengwa kwa kiwango cha changarawe ili zipitike mwaka mzima hata kunyeshe mvua. Lakini pia tutajenga baadhi yao, tutazijenga kwa kiwango cha lami. Pamoja na hilo, tutajenga stendi ya malori hapa Mchinga ambayo itapunguza msongamano na kuongeza fursa za biashara ndani ya eneo hili. Aidha, serikali kitupa ridhaa, kwa sasa tunatambua kwamba amesema vizuri mgombea ubunge, uvamizi wa wanyamapori hususan maeneo ya Mipingo, Milola, Nangaru na Mtamba na Kiwawa. Lakini tunafanya jitihada, tumeanza jitihada za kuongeza askari wa wanyamapori ambao tutawaongeza zaidi. Lakini tumeamua kununua ndege nyuki, drones zile kubwa ambazo kazi yao makusudi ni kufanya doria na kufukuza wanyama wanapotoka kwenye maeneo yao. Kwa hiyo tutatumia mbinu hiyo pia, lakini kubwa ni kuhakikisha tunaweka doria ya kutosha ya askari wetu ili wanyama hawa wasende kuharibu mazao ya wananchi. Kwa upande mwingine kuna ombi la michezo, na hapa nikupongeze sana mama kwa kuhamasisha michezo kwenye jimbo lako, na nami nataka nikwambie jinsi hali itakavyoniruhusu nitakushika mkono kwenye hili. Mchinga oye! Michezo oye! Haya, kuna maombi mengine halmashauri, ili niseme tunalipokea, tutakwenda kulifanyia kazi, kwa sababu ni maombi ya kila pahali tunapopita. Kila tunapopita, kama sio halmashauri ni wilaya, na mnajua kukata maeneo ya utawala ni kazi ya ghali kidogo. Kwa hiyo tunakusanya maombi yote alafu tutayafanyia kazi. Kwenye mambo ya maeneo ya kumwagilia tutaendelea. Mkandarasi, wakulima wa mwani tutaleta wataalamu waje waangalie kiwango cha uzalishaji wa mwani kama kinatosheleza kuwatafutia kiwanda cha kuongeza thamani ya mwani wanaolima. Kama kinatosheleza, basi tutawatafutia kiwanda cha kuongeza thamani ya mwani wanaolima, badala ya kuuza mwani ukiwa haujaongezwa thamani, waongeze thamani na wauze kwa bei nzuri. Kwa hiyo ndio ahadi yangu kwenu. Wataalamu watakuja wafanye tathmini halafu watuambie. Baada ya kusema hayo, niwaambie ndugu zangu wa Mchinga, inawezekana hapa na pale katika safari yetu ya miaka 4-5 tukawa tumekosea hapa na pale, lakini nataka niwaambie hakuna chama kitakachoweza kwa sasa hivi kulinda na kuinua utu wa Mtanzania kama sio Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! Na ndio maana tumekuja na hii kauli mbiu ya kazi na utu. Wanamchinga sijawasikia, kazi na utu. Kazi na utu, tunasonga mbele. Manake nini? Manake tupeni ridhaa yenu Chama cha Mapinduzi, tuendeshe nchi hii tena kwa miaka 5 ijayo. Huko mbele tutakuja tena, mtatufanyia tathmini, tutakuja tena. Tufanye kazi ili tuinue utu wa Mtanzania. Na katika kuinua utu wa Mtanzania, mtu wa Mchinga ni kumpatia maji safi na salama, elimu, mtoto wake anasoma pale anamuona, huduma za afya anakwenda anapata, mambo yamezidi anapelekwa hospitali ya juu anatibiwa, yamezidi zaidi anapelekwa rufaa ndani ya Lindi anatibiwa.
lakini umeme anao nyumbani, anatumia umeme nyumbani, umeme unalinda maeneo, umeme unazalisha kwenye viwanda, lakini kilimo kinakwenda vizuri, pembejeo anapata, anazalisha, anauza, anapata pesa nyingi. Huo ndio kulinda na kukuza utu wa mtu. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi, kisoma ilani yetu yote, tunakwenda kufanya kazi ili kukuza na kuulinda utu wa Mtanzania, utu wa mwanamchinga. Wengine wawapitia tu ilani yetu, wanadokoa, wanapita wanasema, tatoa elimu bure. Kwani CCM hatutoi? Tunatoa msingi mpaka form 6. Lakini kuna fungu la mkopo, ukenda chuo kikuu, tunakwambia kopa hapa kijana kasome, ukipata kazi, ukijiajiri, ukiajiriwa, utarudisha polepole. Si tunatoa? Mwingine anakuambieni nitaleta maji, alikuwa wapi asilete siku zote? CCM si tumeshaleta maji? Kwa hiyo mengine yote ni ya kuigiza tu. Kwa hiyo niwaombe sana wanamchinga, niwaombe sana, tarehe 29 mwezi wa 10, nendeni kachagueni Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kina mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano, kuna mgombea ubunge, Mama Salma sogea, kuna mgombea ubunge wa jimbo lenu, lakini wabunge wa Tanzania nzima, lakini pia tuna mabunge yetu madogo ambao ni mabaraza ya madiwani haya, ambao zile fedha zinazotajwa tunashusha, zinafika halmashauri, zinawafikia madiwani hawa. Wao sasa ndio wanapokea hiyo fedha ya elimu, shule ikajengwe wapi, sekondari wapi, msingi wapi, kituo cha afya wapi, maji yaende wapi. Ni madiwani hawa ndio wanaotusaidia kazi katika ngazi hii ya jimbo. Kwa ni waombe sana, kachagueni rais, mbunge na madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Mikononi mwa madiwani wana vitabu vidogo hivi vya ilani. Hiyo ni ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa mkoa wa Lindi. Mkoa wa Lindi peke yake. Kwa ukitaka kujua wilaya yako, jimbo lako limepangiwa nini, kipata hicho kitabu kidogo, utapata kujua tumepanga kufanya nini kwenye eneo lako.